Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kunipa nafasi hii na mimi nitoe mchango wangu kwa Wizara ya Maji chini ya uongozi wa Mheshimiwa Waziri Aweso na naibu wake Injinia Kundo na timu nzima ambayo inamsaidia kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti hii ya trilioni 1.12 ikisimamiwa vizuri italeta mapinduzi makubwa sana kwa upande wa huduma za maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii inadhihirisha kwamba Mheshimiwa Rais zile kauli zake za kumtua mama ndoo kichwani hataki ziwe maneno matupu, anataka ziunganishwe na vitendo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tumemwona Mheshimiwa Waziri na naibu wake namna ambavyo wanahangaika katika ziara mbalimbali. Ni rai yangu kwamba spidi hiyo ingelisiwa na viongozi wote wa mikoa kuhakikisha kwamba wanajua maeneo yao, wanajua historia za maji, upungufu wa maji na namna ya kutatua. Hii itasababisha utendaji wao uumane kama timu ya mpira wa miguu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa uzoefu wangu wa humu ndani, hakuna siku ambayo Wizara ya Maji inakosa swali. Kila siku Wizara ya Maji utakuta inaulizwa swali hapa. Kwa hiyo maana yake ni waheshimiwa wabunge, michango wanayoitoa ni michango muhimu inayopaswa kuzingatiwa na wizara ili iweze kusaidia kwenye majimbo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri wakati anazungumza hapa amezungumzia habari ya magari yaliyonunuliwa na serikali bado mapya, na amesema kwamba sasa hivi anawaagiza watendaji wake waondoe gharama zisizokuwa za lazima ili kuyafanya magari haya hata sisi wabunge tuweze kuyatumia kwa kutumia pesa kidogo ya mfuko wa jimbo tuweze kuchimba visima vya maji. Hili jambo ni la muhimu sana. Na mimi nakuomba Mheshimiwa Waziri, mimi nimeshatenga tayari milioni 15 ya mafuta, nipatie gari na milioni 15 za mfuko wa jimbo tukachimbe katika kijiji cha Chinugulu ambako Mheshimiwa Rais aliahidi. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, namuomba Mheshimiwa Waziri apitie ziara nzima ya kampeni ya Mheshimiwa Rais. Mahali pote ambako Rais aliahidi maji tuweke kipaumbele, tumalize hizi ahadi za kiongozi wetu, kuliko kila ukifanya ziara utakutana na swali hilo. Unaulizwa Mheshimiwa Rais aliahidi. Tuondoe hivi vitu kwa kutumia hiyo ya kutupa magari, si tutie mafuta, tuchimbe maji yapatikane, wananchi waendelee kutumia maji. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nina jambo jingine la kuzungumza hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuchelewa kukamilika kwa miradi kunaongeza gharama. Kwa mfano, tuna mradi wa kata ya Handali. Mradi ulikuwa umetengewa zaidi ya shilingi milioni 600. Lakini ukienda sasa kutokana na vita ya Irani na Israeli na Marekani utakuta gharama zimefanyaje? Zimepanda, na mradi ulikuwa ukamilike kabla hata ya vita. Sasa tuangalie ni miradi mingapi katika taifa ambayo imecheleweshwa na mpaka sasa hivi gharama zake sasa zinakuwa maradufu. Huko Mheshimiwa Waziri, nenda uwake ili watendaji wetu wafanye kazi kwa spidi, miradi yote iweze kukamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikuombe, ukiangalia namna ambavyo TANESCO wanafanya kazi, ukiangalia namna ambavyo TARURA wanafanya kazi, ukiangalia namna ambavyo zimamoto wanafanya kazi, tunawapongeza ma-MD wengi wa mikoa wanachakalika, lakini nikuombe wale ambao bado wazembe wa wilaya na baadhi ya mikoa ambao unawaona, peleka JKT, mpe Nyasao hapo akawapige miezi 3, wakitoka huko watakuwa na morali wa kufanya kazi ya miradi ya maji kama jeshi. Hii itatusaidia kukimbiza maendeleo ya huduma za maji kwenye wilaya, kuliko maji yaonekane yamedorora katika utendaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, nazidi kusisitiza kwamba kwenye maeneo tunayopeleka miradi mipya tutumie kitabu cha sensa. Kitabu cha sensa kitatuonyesha idadi ya watu wa eneo husika. Kwa hiyo tutajenga matanki makubwa kulingana na eneo husika. Kwa mfano, idadi ya watu wa tarafa ya Mpwayungu, unaangalia kata ya Manda ina watu wangapi? 19,000. 19,000 unahitaji ujenge tanki kubwa kiasi gani ambalo linaweza kuwafaa wale watu. Ukija hivyo hivyo unakuta kuna kata ya Mloa. Sisi wenzenu wa vijijini ni tofauti na wa mijini. Wa mijini wanazungumzia population kubwa kwenye maeneo yao. Sisi majiji yetu kule, wabunge wa vijijini, ni makao makuu ya tarafa, makao makuu ya kata zenye watu wengi. Sisi ndo majiji yetu ambao tunataka yajengwe matenki makubwa, na yale ya zamani madogo yakiunganishwa yatatusaidia. Kwa hiyo tunataka sasa hivi sera ibadilike, badala ya kujenga tanki la lita 90,000 sasa tujenge matanki ya lita 300,000 kwenye kata zenye watu wengi. Tukifanya namna hiyo tunaondoa usumbufu kabisa kwenye maeneo husika.
Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine naomba nimshauri Mheshimiwa Waziri, ushirikishwaji wa kuunganisha kata na kata kwenye miradi ya RUWASA. Kuna baadhi ya maeneo haukuwa mzuri. Tumeunga kata A na B na C, kata moja haina huduma ya maji kabisa. Sasa matokeo yake wenzao wananufaika na maji, wao hawapati maji, lakini wako kwenye mradi mmoja. Hii inakuwa sio sawa. Tungeomba madiwani washirikishwe. Je, historia ya kata hii inaweza kuungana na kata hii katika mradi wa maji? Mkifanya hivyo mtaunganisha watu ambao wamezoea kuishi pamoja, kuliko unaichukua kata B ambayo iko mbali, tamaduni yake na kata A iko tofauti, unawaweka wote chini ya mradi mmoja wa maji. Hii inakuwa haiwezekani. Unakuwa umeleta kero badala ya kuondoa tatizo kwenye eneo lile. Kwa hiyo tunaomba sana ushirikishwaji wa wananchi na hasa waheshimiwa madiwani, ili wajue kata yako inaungwa na kata fulani, kijiji fulani tunakiunga na kijiji fulani kwenye mradi mmoja wa maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya ndo mambo ya msingi sana ambayo nilitaka niyazungumze, lakini jambo moja la muhimu sana, mita za maji. Tumesema tunaleta mita za kidigitali. Ni jambo zuri kuwa na mita za kidigitali, lakini mita zenyewe zipimwe na mamlaka ya vipimo ya taifa, ili tuwe na uhakika kwamba mita hizo nazo hazitatuletea bili za uongo, kwa sababu hivi vyombo ni vyombo vya kidigitali, vinaweza vikakataa vile vile. Unaiona mita nzuri, lakini vile vile ikaleta mahesabu tofauti. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo ni kengele ya kwanza. Nimuombe sana sasa Mheshimiwa Waziri, kabla ya kumaliza bunge, twende tufanye ziara, tumalize matatizo ya mradi wa maji wa Handali, tumalize tufungue mradi wa maji wa Mvumi Mission, tumalize tufungue mradi wa maji wa Manda, twende tuangalie kujenga matanki makubwa katika kata ya Mpwayungu, na baada ya hapo tuvitembelee vijiji ambavyo vina maji ya chumvi. Vijiji hivyo tulishamuomba Mheshimiwa Rais, na wewe ulikuwepo kwenye ziara. Mheshimiwa Rais akasema sio lazima maji yatumike ya pale Manzase, tunaweza tukachukua maji sehemu nyingine tukawapelekea watu wa Manzase wakapata maji safi na salama na yenye kutosheleza. Baada ya kusema hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Mungu awabariki sana. Asante Mheshimiwa kwa mchango wako. Nilimtaja Mheshimiwa John Francisco Zilanyingi.